Jeshi la Israel limesema limefanya mashambulizi makubwa yaliyoratibiwa dhidi ya maeneo yanayodhaniwa kuwa ya Hezbollah kote Lebanon tangu vita na Irani ilipoanza. Katika taarifa yake, jeshi lilisema IDF imekamilisha shambulio lililoratibiwa kubwa zaidi linalolenga takriban vituo 100 vya kamandi na maeneo ya kijeshi ya Hezbollah kote Beirut, bonde la Bekaa na kusini mwa Lebanon. Liliongeza, hili ni shambulio kubwa zaidi lililotekelezwa dhidi ya miundombinu ya Hezbollah tangu kuanza kwa operation. Mashambulizi hayo ya Israel yanakuja ikiwa ni masaa machache mara baada ya kutangazwa kwa majadiliano kwa ajili ya kusitisha vita. Katika hatua nyingine, upo mpango wa masharti 10 wa kumaliza vita vya Marekani na Israel dhidi ya Iran. Chini ya saa 24 baada ya kutishia kumaliza ustaarabu wa Iran, Rais wa Marekani Donald Trump amekubali mapatano ya kusitisha mapigano kwa wiki 2 na nchi hiyo kwa msingi wa mpango uliotolewa na Jamhuri ya Kiislamu. Mpango huo wenye masharti 10 ambao Trump aliuita msingi unaowezekana kwa kujadili namna ya kusitishwa vita, unaeleza masharti mbalimbali kuni pamoja na kutoza meli ada kwa kutumia mlango bahari wa Hormuz na kuondoa vikwazo vyote dhidi ya Iran. Wengi nchini Israel tayari wamekasilishwa sana masharti ya mpango huo, huku kiongozi wa upinzani Yair Lapid akiuita ni janga kubwa zaidi la kisiasa katika historia yote ya taifa letu. Haswa, Israel imeeleza kupinga masharti yanayoitaka kusitishwa kwa mapigano nchini Lebanon na kumalizika kwa mashambulizi ya Israel dhidi ya nchi hiyo. Iskander Sadei, mwanahistoria wa Iran na mhadhiri katika chuo kikuu cha St Andrew, aliambia gazeti la Middle East kulingana na usomaji wa awali, mpango huo wenye masharti 10 unazidi makubaliano ya nyuklia mwaka 2015 ambayo Donald Trump aliyatoa moja kwa moja mwaka 2018 katika karibu kila upande. Huo ulikuwa ni mpango wa nyuklia kwa kubadilishana kupunguzwa kwa vikwazo, ambapo Iran ilikubali vikwazo vikali vya urutubishaji na ukaguzi mkali badala ya kupunguzwa kwa vikwazo ambavyo vinaweza kubadilishwa, alisema. Mpango wenye masharti 10 si mpango wa nyuklia, ni urekebishaji mkubwa wa mpangilio wa eneo hilo kwa manufaa ya Irani. Kwanza, kusitisha kabisa na kudumu kwa vita dhidi ya Iran bila muda mfupi, kuondolewa kwa vikwazo vyote vya Marekani na kimataifa dhidi ya Iran, kuzalisha na kurutubisha uranium nchini Iran, kudumisha udhibiti wa Iran juu ya mlango bahari wa Hormuz, pamoja na kutoza ada inayodaiwa kuwa karibu dola milioni 2 kwa kila meli na kugawanywa kwenda Oman, kuondolewa kwa majeshi ya Marekani katika eneo la Mashariki ya Kati, kusitishwa kwa mashambulizi dhidi ya Iran na washirika wake ikiwemo Hezbollah nchini Lebanon, kurejesha mali zilizofungwa na Iran na fidia kwa uharibifu wa vita, kusitishwa kwa migogoro yote katika eneo hilo ikiwemo Iraq, Lebanon pamoja na Yemen, azimio la Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa linalofanya makubaliano kwa ya kisheria. Mpango huu unachukuliwa na wataalamu wengine kuwa wa juu sana na unaweza kuwa na manufaa makubwa kwa Iran ikilinganishwa na makubaliano ya nyuklia mwaka 2015. Mazungumzo yanatarajiwa kuendelea wiki 2 zijazo na hali inaendelea kubadilika haraka kufuatia Israel kuendelea kushambulia washirika wa Iran katika kipindi hicho ambapo nchi hizo zinaelekea katika mazungumzo.